Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufika hapa. Pia tumejipanga vizuri, tunajua ugumu wa mashindano. Pia tumechukua maelekezo kwa walimu na tunaendelea kumaliza katika section yetu ya leo ya mwisho. Lakini tumejipanga katika huu mchezo ili kupata matokeo. Mashindano haya ya mwaka 2026 kama wachezaji kulingana na malengo pia ya klabu na mnajua kwamba mna mashindano ya kimataifa, pengine mtayabeba vipi au mtayatumia vipi mashindano haya kujiimarisha kuelekea hata katika mashindano mengine? Ni kama chachu ya kuongeza nguvu katika timu yetu, kwa sababu tuna mashindano ya kimataifa tunacheza hapo ya CAF. Kwa hiyo ni jumla ya kipimo katika mashindano ya Mapinduzi hivyo. Tunajua ugumu mashindano. Pia tunajua kuna baadhi ya wachezaji wetu wameondoka hapo katika national team katika majukumu ya kitaifa, lakini najua mwalimu ana squad nzuri na wachezaji wazuri na anaamini kikosi chake. Kwa hiyo atakayepata nafasi ya kucheza katika mchezo wa kesho tutaonyesha kitu. Kwanza nafurahia tena mara ya pili tena kurudi hapa kucheza katika uwanja nyumbani. Mimi nasema kwa upande wangu waje washabiki kutusupport na nini na kila kitu, hakikisha tutafanya kile ambacho kwa mwalimu ametuelekeza katika mchezo wa kesho ili kupata pointi 3. Sawa, kuna swali jingine? Mchezo wa kwanza siku zote unakuwa kasi sana, mchezo wa ufunguzi. Pengine nipenda kufahamu kwamba wewe kama kapteni pengine ukipata nafasi ya kuongoza kwa kesho na kocha kupanga kuongoza, je, umejiandaje kisaikolojia, lakini pia timu yako yaani wachezaji wenzako pengine umewaandaa vipi ili kuweza kuendana na ile kasi ya mchezo, na pia kwamba Mlandege ni timu ambayo ina ule mchezo wa kasi, na nipenda kufahamu. Mimi naamini mwalimu anajua Mlandege ilivyo, hata sisi wachezaji tunajua Mlandege ilivyo. Pia huaga tunakaa tunaongelea kuhusiana na mechi ya kesho. Sisi tunataka mechi ya kesho tupate pointi 3 ili kujenga katika nafasi nzuri.